Sheikh, tumeona content creators waliitwa kwa Madam Governor Fatuma Achani na siku moja baadaye wakaitwa kwa Profesa Boga. Hii inaashiria kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye msimu wa siasa. Labda una ushauri gani kwa hawa content creators ama kama mnavyowaita TikTokers, una ushauri gani kwao kuelekea huu msimu wa siasa? Mimi nashukuru kwa swali hilo kwa sababu nasema kwamba hawa TikTokers ni vijana ambao kwamba walianza maisha yao kwa hizi sanaa zao, walipoona kwamba mbona sisi hatuna pa kwenda, wakaona afadhali kumbe kuna platform ambayo wanaweza wakaitumia maisha yao, wakaona atapata mkate wa kila siku. Sasa basi, ikiwa wataitwa ima na governor mstahiki Madam Fatuma Achani au wataitwa na Profesa Boga ambaye kwamba si governor, wahusie tu kwamba wafikirie deeply, wafikirie wisely, wafikirie sana kabla ya kujiingiza kwenye dimbwi la siasa, ikiwa wanaitwa kwa sababu ya siasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao nafikiri wamefaidika hivi sasa kabla ya kuitwa. Sasa wameitwa, ni wafikirie kwamba kule kuitwa kwao kuwe na kitu ambacho kwamba kitawaongezea, kitu ambacho kwamba kitawafungulia maisha yao. Na kwa sababu gani? Kwa sababu ikiwa tutapelekwa hivi kabla ya siasa na hatujafaidika, hakuna haja ya kuingia kwenye siasa. Lakini tunaweza tukaingia kwenye siasa kama mfano tumeitwa na tumeona kwamba tumefaidika, tumebadilika. Na tukisema kubadilika, hatumaanishi kwamba kubadilika mfano tumenunuliwa simu, tumeitwa TikTok kununuliwa simu mfano iPhone, au umenunuliwa lapel, mic za kufanya shooting au vitu vingine. La, tunasema kubadilika, sisi tunataka maisha yetu yatakuwa yanaenda vipi ili tusaidie watu wetu. Kwa hivyo ikiwa kiongozi ametuita na tumemuona ana mifumo mizuri kama hii, basi sisi tutakuwa pamoja naye. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa tutapelekwa kisiasa hivi mpaka 2027 imefika hakuna lolote, tujue kwamba wanasiasa si wa Kwale wala si wa popote. Mwanasiasa anataka kukutumia wewe na baada ya siasa atakudamp, hana haja na wewe tena. Kwa hivyo hili TikTokers tulijue, tumwangalie nani ambaye kwamba mifumo yake na style yake, system yake inataka kutusaidia sisi mpaka mwisho wa maisha yetu, wala sikutubeba alafu akatutumia tukimalizia thamani anatudamp. Labda katika hilo una swali kwangu kwa sababu content creator ndo sisi, TikToker ndo mimi hapa. Mimi ningekuuliza wewe kwa sababu umeniuliza swali na sijui kwamba je, mlipoitwa mlizungumziwa nini? Manake sikuwepo wakati mnaitwa, ima ni Madam Mama Fatuma Achani au ni Profesa Boga, sijajua mmezungumziwa nini. Na kuitwa wewe Bujra, ninavyokujua kwa sababu tunajuana, umeitwa mara nyingi. Madam kakuita mara kwanza, na sisi tuna Profesa Boga tunaye. Wewe mwenyewe ndio ungewahusia wale TikTokers wenzako kawaambia hapa ndipo pazuri pa kufuata. Ni wewe sasa umwagike sasa. Kwa sasa hivi nadhani tulivyoitwa kwa Madam Governor, kikubwa ilikuwa ni kuangalia jinsi gani tutaboresha hii sekta yetu, na tulipeana mapendekezo yetu ambayo yaliahidiwa kwamba ndani ya huu muda huu yanaweza kashughulikiwa. Na pia vile vile Profesa Boga alivyotuita alituuliza hayo, akatuuliza malengo yenu, labda kama TikTokers, kama content creators, miaka 5, miaka 10 ijayo muna malengo gani kufikia miaka 10? Wewe kama Bujra 10 years to come unataka kwa wapi? Kwa hiyo tukampatia na wakaahidi kwamba kuna vitu ambavyo watatusaidia ili kufikisha yale malengo yetu. Kwa hiyo ni ahadi ambazo tulipewa na tunasubiria zitimizwe ili tuangalie ni jinsi gani maendeleo yetu kama content creators yanaweza yakafikia. Bujra, naam, Madam na Profesa Boga ni wapinzani. Ndio. Na katika siasa lazima kupatikana upinzani. Ndio. Unasema kwamba yule atakayefanya vizuri, atakayewafungulia maisha yenu na akawa mkweli, ndiye atakuwa mwenzenu. Bila shaka nafsi inapenda pale inapofanywa wema. Kwa hiyo tunawaambia sasa ni wakati wapiganie hii fursa. Sisi tunataka kufanyiwa na yule aliyepo kwenye kiti na yule ambaye yupo kwa nafasi zao. Kwa sababu yule ambaye uwezo wake uko hapa afanye kwa uwezo wake, yule ambaye uwezo wake uko pale afanye kwa uwezo wake. Mwisho siku tutaangalia, je, nia zao zilikuwa za dhati kwetu sisi ama ilikuwa nia zao ni kwa ajili ya kututumia. Na mfano wakawa sawa ndio katika kufanya kwao mpaka 2027 imefika na kila mmoja amejitolea kivyake. Naam, unaniambiaje? Mtakuwa vipi?
Sasa hapo tutaangalia parameters zingine. Vitu ni vingi vya kuweza kuwapima, kujua kiongozi mzuri ni nani, kiongozi ambaye atatufikisha, kwa sababu bado tuna malengo. Kuna haya sasa hivi maybe tunahitaji kamera, tunahitaji nini, vinaweza vikafanywa hivyo tukaletewa. Lakini tuna malengo ya 10 years, 20 years to come. Hii sanaa ya content creation itakuwa wapi? Kwa hiyo tutawapatia hiyo challenge. Umetupangia nini in the next 20 years to come? Wewe kama gavana umetupangia nini sasa hivi? Wewe kama Profesa Bogo umetupangia nini 20 years to come? Kwa hiyo bado kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukawachuja na tukaona ni nani ambaye ataibuka pigania sisi kama content creators. Kwa hivyo kama kwamba unasema hivi sasa mmewapa challenge. Tumewapa challenge. Unawaambia viongozi sawa sawa ni Mama Fatuma Achani, sawa sawa ni Profesa Boga, au kuna mwingine wajitokeze wawaangalie nyinyi, kwa sababu tunawakaribisha wote kwa sababu sisi hatuchagui. Kama kuna Faisal aje, ni Mwadumbo aje, ni Mwakulonda aje, yoyote yule ambaye anahisi kwamba ni wakati sahihi sisi kutambulika kwenye jamii kama content creators, tunawakaribisha. Mwisho wa siku tuangalie yale ambayo watakuwa wametuandalia ya sasa hivi na vision yetu ya miaka 20, miaka 30 ijayo. Sisi nafikiri kama viongozi, sisi ni kuwaombea Mungu viongozi wetu kabisa, wale ambao kwamba wako kwenye mamlaka na wale ambao kwamba bado. Ikiwa nyinyi content creators ni a single group, lakini kuna grupu nyingi za vijana ambazo kwamba zina kilio kama hiki, basi viongozi wetu, challenge hiyo, uwanja ni wenu. Tuwaombea Mungu katika yale ambayo kwamba mnayafanya yatimie na muwe na ikhlas, kwa sababu ikhlasi inatakikana kwa kiongozi, kwa anayeongozwa, kwa baba, kwa mama, mtoto, kila mmoja lazima afanye ikhlas ya kwamba nafanyiki kitu kwa ajili ya kupata, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya huyo mtoto wangu nimpeleke mbele. Na pia tuangalie, kwa sababu hawa content creators ni wale vijana, ni wale barobaro ambao kwamba kesho utamshika barobaro anapanga, lakini huyu ameamua wa content creators. Kwa hivyo kuwafanyia vizuri ni kama kwamba tunasema kwamba huko mlikotoka achia nini nako, njooni hapa, sisi tuko tayari na nyinyi, sasa wakati umefika. Nafikiri labda kwa wale ambao wanaofahamu sekta hii ya content creation ni sekta ambayo inaweza ikaajiri watu wengi sana. Kweli. Kwa udogo wangu nilionao kupitia kampuni yangu ya Jimbo Media, sasa hivi nimeajiri vijana 10 pale ambao kila mwezi wanapata mkate wao na kuendesha maisha yao. Je, endapo sekta hii itawezeshwa vizuri, itaangaliwa vizuri, mimi mwenyewe tu kwa mbio zangu na kudra za Mwenyezi Mungu nimeweza kuajiri watu 10. Je, tukashikwa mkono vizuri, tukapewa zile njia, naweza kushika mkono vijana wangapi? Mimi nasema Bujra, sio vijana 10 tu, kwa sababu kama ni vijana 10 ni wale walioko sasa kabisa, lakini mimi najua kuna wengi ambao kwamba wametoka kwako, wakaona kwamba sasa nimekuwa, wacha nianzishe familia yangu, nianzishe grupu yangu, wakaanzisha. Mfano tunao. Kwa hivyo umeajiri wengi na utaajiri wengi. Kwa hivyo tumesema tumewapa challenge viongozi, karibuni katika uwanja huu wa content creators ili tuweze kuwainua vijana wetu na Mwenyezi Mungu atawabariki. Na labda katika huu mkumbo wa wanasiasa tumejipata katika mvutano. Wengine ukionekana umeenda kwa Profesa Boga unajengewa chuki, wengine ukionekana umeenda kwa Madam Governor, kama mimi nilivyoenda kwa Governor nilipokea simu nyingi sana, imekuwaje, vipi? Na tumeenda kwa Profesa bado nimepokea simu, nyinyi mwaharibu, tumepanga maneno kule hivi na hivi. Labda viongozi wetu na wewe unawaambiaje? La, unajua viongozi wanakuwa kama viongozi wa kama mzazi. Ndio. Mzazi anapozaa mtoto wake ni wake, anamsomesha ni wake, lakini mtoto anapokuwa amepata kazi ni mtoto wa jamii. Amekuwa daktari ni daktari wa jamii, amekuwa mwalimu ni mwalimu wa jamii, amekuwa polisi ni polisi wa jamii, wakili wa jamii. Kwa hivyo viongozi ni lazima muelewe haya. Mzazi ukiwa na mtoto lazima akikua ujue kwamba ni wa jamii, si wako peke yako. Yale manufaa makubwa utayapata kama mzazi, lakini ni wa jamii. Na nyinyi viongozi mjue kwamba hawa vijana wa content creators au wengine wote ni vijana wa jamii. Kwa hivyo mtu anapomuita usione kwamba amekusaliti. Ni lazima ukubali kwamba yule ni kama mimi na mimi siwezi peke yangu kuwapeleka wale, isipokuwa tusaidiane. Mwenzangu awe hapa chini tusaidiane. Basi iwe hivyo. Na vile vile vijana tunasema kwamba unapoitwa popote nenda. Na mtu anapoenda sio kwamba amedharau mwito wa mwingine, lakini ni mtu kwamba anataka kuendelezesha kwale yake
Kenya yake. Kwa hivyo ana uhuru kwenda kwa yoyote ambaye kwamba anamuita, lakini amsikilize asemeje. Lakini kama tulivyosema, point ya kuzingatia ni kwamba wao malengo yao kwetu sisi ni nini? Malengo yao ni kuendelea au malengo yao ni kututumia kisiasa alafu watuangushe? Kwa hivyo nafikiri hiyo ndio usia mzuri. Asante sana. Mimi nadhani tumeongea vya kutosha na itosha kufika hapa. Tuseme tutajumuika tena wakati mwingine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran.